Bwana wakupongezwa zaidi ni John kwa maamuzi aliyoyafanya ya kuamua kwenda kwa daktari upya kabisa ili waweze kuangalia ni kipi ambacho wanaweza kukifanya kumsaidia Sandra. Sasa nikwambie tu kwamba kabla hatujaanza uchambuzi huu, bonyeza neno subscribe kama bado hauja subscribe kwenye channel hii hapa ya Anova Films. Kama nilivyokuambia kwamba leo itakuwa ni vema kama mtampongeza sana John, kwa sababu asingekuwa John kwenda kufanya check up kwa daktari aliyehusika kumpima Sandra, isingekuwa rahisi kwa Sandra kuweza kutambua kwamba ana kizazi, yani kifupi ni kwamba hana shida yoyote kwa upande wa kuzaa. Sasa hii hapa imekuwa ni taarifa njema kabisa, lakini pia moja kati ya taarifa nyingine ambayo ni njema kwa watu wengine ni kwamba Mr. Tano ameridhia swala zima la Mr. John kumwoa binti yake Sandra, na wote tumeshuhudia kabisa jinsi alivyokuwa serious, na amemwambia kabisa mtaalamu wetu Mr. King asifanye kitu chochote, yani asimsogelee binti yake. Hivyo basi inaonyesha kabisa sio utani, swala la ndoa ya Sandra pamoja na John limepitishwa na Mr. Tano. Yes, lakini haitakuwa rahisi kwa Mr. King kuweza kuacha kabisa kwamba John afunge ndoa na Sandra. Wote tunafahamu ni kwa namna gani mtaalam Mr. King anaweza kufanya jambo lolote kuhakikisha kwamba anampata Sandra kwenye mikono yake. Lakini pia sio King tu, kuna mwingine ambaye ni Suzy. Nafikiri kwamba Suzy baada ya kupata taarifa ya kwamba John na Sandra wamekwenda kwa daktari kufanya vipimo, amechanganyikiwa kwa sasa. Sasa huyu binti anaweza kafanya jambo lingine la hovyo kama anavyofanya mauaji kwa watu wa karibu yake, hata shindwa kufanya pia mauaji kwa upande wa Sandra pamoja na John. Sasa tuangalie ni kwa namna gani atakwenda kushirikiana na King, kwa sababu wote ni wahanga wa jambo hili hapo. Nafikiri kwamba episode inayofuata itakwenda kutuweka wazi zaidi kuhusiana na kile tunachotaka kukifahamu.